Asanti, tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii njema ya kulisikia neno lake, na ninawashukuru sana kwa sababu ya kupatikana. Mungu awabariki sana tunapo nenewa na neno lake adhuhuri hii ya leo. Ningependa tulitazame neno ambalo litatusaidia kujua nguvu ambazo ziko katika neno la Mungu, kwa hivyo the power of God's word. Ningependa tuongozwe na neno ambalo liko katika kitabu cha Mathayo 4 na mstari wa kwanza. Tukiendelea hivyo, tuone jinsi ambavyo neno la Mungu lina nguvu katika maisha yetu na jinsi ambavyo tunaweza tukalifanyisha kazi katika shughuli za kila siku. Biblia katika neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo 4 mstari wa kwanza, tukiendelea, linanena kuhusu wakati Yesu alichukuliwa na akapelekwa katika jangwa na ili aweze kujaribiwa, na Biblia inasema ya kwamba alikuwa ametoka katika siku 40 za kufunga, siku ambazo alifunga usiku na mchana, na kisha baadaye akachukuliwa na Roho wa Bwana akawekwa katika nyika ama katika jangwa ili apate kujaribiwa. Na kuna mambo ambayo yule ambaye ni shetani ama ni ibilisi alikuwa anamjaribia. Na jambo la kwanza ambalo alimjaribu, alimwambia ya kwamba ayabadilishe mawe yawe mikate. Na nilipokuwa ninafikiria kuhusu mtu anapokuwa amefunga kwa siku ambazo sio chache, maana siku 40 ni siku nyingi, ninaona ya kwamba hata Biblia yenyewe inasema ya kwamba baada ya kufunga kwa siku hizo 40 akapata njaa. Kwa hivyo kile ambacho Yesu alikuwa anahitaji sana ni mkate ambao shetani anamwambilia, na kile ambacho alikuwa anahitaji sana ni kujaribu kutafuta jinsi ambavyo njaa yake itaondoka. Na kwa hivyo shetani anamjia, anamwambia ya kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, basi yabadilishe mawe na yawe mikate. Lakini nilikuwa ninashangaa jawabu ambalo Yesu alimpa shetani, licha ya kwamba kile ambacho mtu aliye na njaa anahitaji ni mkate, licha ya kuwa kile kitu ambacho mtu mwenye njaa anahitaji ni chakula. Kwa hivyo mikate hii ambayo shetani anamwambilia ingemfaa sana wakati huo, maana ni mtu ambaye ana njaa. Lakini Yesu anamjibu, anamwambia ya kwamba imeandikwa ya kwamba mwanadamu hawezi akaishi kwa mkate peke yake. Ndio, ninahitaji mkate kwa sababu nina njaa, lakini nimejua ya kwamba mkate pekee hauwezi ukamfanya mwanadamu kuishi. Akamwambia ya kwamba lakini neno lolote ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu, hilo lina nguvu ya kumsimamisha mtu na kumfanya mtu akaishi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo tunapoangalia kuhusu nguvu ambayo iko katika neno la Mungu, Yesu mwenyewe anatuanzishia na anatuonyesha ya kwamba neno lolote ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu, neno hilo lina nguvu ya kuweza kusimamisha mtu, ya kuweza kumfanya mtu akaishi. Na ndiyo maana Yesu anaitwa ni mkate wa uzima. Mkate huu mwingine tunapoula, mtu anapokuwa anahisi njaa, baada ya kula mkate ama baada ya kula chakula, baada ya muda mfupi mtu yule anapata njaa tena. Lakini mtu ambaye ameufanya mkate wa uzima sehemu ya maisha yake, huyo hakuna wakati ambao anaweza akapungukiwa. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana ya kwamba tangia mwanzo neno lilikuwepo. Kutoka pale mwanzoni neno limekuwepo. Na Yohana anasema ya kwamba nalo neno lilikuwa na Mungu, nalo neno lilikuwa Mungu mwenyewe. Yohana anazidi kusema ya kwamba kupitia neno vyote ambavyo vinapatikana katika dunia vilipatikana. Kwa hivyo kupitia neno ambalo lilitoka kwenye kinywa cha Mungu, mali yote, vitu vyote katika ulimwengu huu vilipatikana kupitia neno. Na anasema ya kwamba hakuna ambacho kilipatikana pasipo kuhusisha neno. Kwa hivyo mambo yote unapotazama kwa macho ya mwanadamu, unaona ya kwamba kuna milima, mingine ni mirefu, mingine ni mifupi. Unaangalia kuna mahali tambarare, kuna mahali pengine ambapo kuna mabonde, kuna mahali ambako kuna mito, mingine mirefu, mingine ambayo sio mirefu. Kuna maziwa ambayo ni makubwa na mengine sio makubwa.
yote yamefanyika ama yamekuwepo kupitia neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa pili inasema ya kwamba huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Kwa hivyo huyo ambaye ameitwa mwanzo kulikuwako na neno. Yohana anasema ya kwamba huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Kwa hivyo neno lilikuwa ndani ya Mungu. Na mstari wa tatu anasema ya kwamba vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Kwa hivyo pasipokuwa na neno ambalo lilitoka katika kinywa cha Mungu, hakuna jambo ambalo lilingeweza kufanyika. Na tunaweza tukatazama uhalisia wa neno hilo la Yohana katika kitabu cha Mwanzo. Biblia inaposema ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo 1, tunaweza anza mstari wa kwanza tuone jinsi ambavyo Yohana anasema ya kwamba kupitia neno vyote vimepatikana. Kupitia neno ama pasipokuwa na neno hakuna ambacho kilipatikana. Kwa hivyo kupitia neno hili ambalo lilikuwa linatoka kwenye kinywa cha Mungu, vyote ambavyo tunaviona, unapomtazama jirani yako ambaye umekaa kando yake, unapoenenda, tunapoachana tukielekea manyumbani, uende ukitazama miti, utazame mahali ambako kuna majani mengine mabichi, utazame mahali kwingine ambapo ni jangwani, vyote hivyo vimefanyika ama vimekuwepo kwa sababu ya neno. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo neno lolote ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu linaweza likafanya mwanadamu akaishi, linaweza likamfanya mtu kuishi. Na sio hivyo tu, kupitia neno la Mungu vyote ambavyo vinakuzungukia, maundu maria mothe makurigicĩirie yote yamehusishwa ama yamepatikana kupitia neno la Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo Yesu anapomwambia shetani ya kwamba mwanadamu hawezi akaishi kwa mkate peke yake, bali neno lolote ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu, maneno hayo ni ya kweli. Na ni kweli kwa sababu neno la Mungu katika Mwanzo 1 na mstari wa kwanza inasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa tupu tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Neno la Mungu linasema ya kwamba mwanzoni dunia hii tunayoiona ilikuwa upweke, ilikuwa utupu. Na Biblia inasema ya kwamba ardhi na dunia yote ilikuwa imezungukwa kwa giza. Mtu hangeweza kutamania kuitanishwa na mahali pale. Unajua nyakati hizi watu wanajivunia mahali ambapo wanatoka. Unasikia mtu akisema ya kwamba mimi siwezi nikapenda kuishi mahali fulani, na unapata ya kwamba hata mtu anapojitafutia mahali pake pa kuishi, pengine mtu anataka kununua shamba ambapo anataka watu wake ama familia yake iweze kuishi, ana haja sana kutafuta mahali ambapo panapendeza, mahali ambapo unasikia kuna mito, maji hayako mbali, mahali ambapo hata hali ya anga sio mbaya sana. Lakini mambo hayo yote yamepatikana kwa sababu ya neno. Maana Biblia inasema ya kwamba mwanzoni kulikuwa na upweke na kulikuwa na utupu. Nchi yote na dunia yote ilikuwa imejawa na giza. Lakini Biblia inasema ya kwamba kupitia neno hili ambalo Yohana amesema ya kwamba hakuna ambacho kilipatikana pasipokuwa na neno, Biblia inasema ya kwamba kupitia neno Mungu akasema na iwe nuru. Kwa hivyo kupitia neno hili lililotoka kwenye kinywa cha Mungu, Biblia inasema ya kwamba nuru ikawa. Sasa nchi ikaanza kuwa na ile giza ikawa inaondoka. Sasa pakawa mahali ambapo panapendeza. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunapoendelea mstari wa 4, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaona ya kwamba Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mstari wa 5, Mungu akaiita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, hiyo ikawa ni siku ya kwanza. Ya kwamba Mungu kupitia neno lake akasema ya kwamba sasa ardhi ama nchi isiwe na giza tena. Akasema sasa na kuwe na nuru. Bwana atukuzwe. Na kama jinsi ambavyo neno hilo lilisemekana kwenye ardhi hiyo ama nchi hiyo, nuru ikawepo.
kukawa ya kwamba lile giza limeweza kuondoka sasa. Sasa nchi ikaanza kuwa inapendeza. Sasa nchi ikaanza kuwa ni mahali ambapo mtu anaweza akajivunia. Maana mahali ambapo kuna giza, hakuna mtu ambaye anapenda kuitanishwa na giza. Hata haya mambo ambayo yanatokea katika nchi yetu, hakuna mtu ambaye anaweza akajivunia giza. Lakini mahali ambapo kuna nuru, mahali ambapo kuna mwanga, kila mtu anapenda ama anafurahia anapoitanishwa na nuru. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 6 ama mstari wa 7, Mungu akasema, mstari wa 6, Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenga maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Biblia inazidi kuelezea kwamba akaiita ile anga bingu. Ikawa jioni na ikawa asubuhi, siku ya pili. Biblia inaendelea kuonyesha ya kwamba kupitia neno ambalo lilikuwa likitoka kwenye kinywa cha Mungu, mambo yakaanza kuwepo. Mahali ambapo hapakuwa na umbo, sasa pameanza kuwa na umbo. Mahali ambapo palikuwa pamejawa na giza, sasa pana nuru. Na Biblia ukisoma, ukiendelea katika mstari wa 7 kuelekea hivyo hadi mstari wa 20, utapata ya kwamba vitu vingi vikapatikana kupitia neno. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo neno la Mungu lina nguvu. Na nimekaa nikajiuliza ama nikawa ninafikiria, unajua wakati mwingine tunasema ya kwamba hali ya uchumi wa nchi yetu inazidi kuzorota na mambo yanazidi kuwa magumu na watu wamejawa na kilio na huzuni wakijaribu kulilia serikali. Lakini mimi ninahimizika ndani ya moyo wangu ya kwamba huenda tusiwe watu ambao watatosheka ikiwa tutakuwa watu ambao wanautegemea mkate. Bwana atukuzwe. Na ninaponena kuhusu mkate, ninanena kuhusu mambo ambayo tunayaona. Tutakaa tukililia serikali, watu hata watajitafutia mbinu za kwenda kujitafutia mali. Lakini ninahimizika ndani ya moyo wangu ya kwamba kile ambacho tunahitaji kama taifa, kama kanisa, kama mtu ambaye ana familia, sio hayo mambo yote. Tunahitaji neno moja litoke kwenye kinywa cha Mungu, nayo mambo ambayo yametusonga yapate kutulia. Bwana atukuzwe. Si hatuhitaji kukaa tukililia serikali, maana serikali ndio inatia bidii na inaonyesha jitihada, lakini hata hiyo hata serikali pia inamtarajia Mungu ya kwamba Mungu atusaidie ili tuweze kuwasaidia watu wetu. Kwa hivyo kile ambacho tunahitaji sana, kile ambacho ninahitaji sana, kile ambacho kinakuhitaji sana siku ya leo, sio kilio, hapana. Unahitajika tu neno moja litoke kwenye kinywa cha Mungu, kilikuwa limeelekea kwenye maisha yako, nayo maisha yako yawe na uzima. Mahali ambako kwenye maisha yako kuna giza, unahitaji neno moja tu litoke kwenye kinywa cha Mungu, maisha yako yajawe na nuru. Mahali ambapo unahisi pakiwa na ukavu ndani ya maisha yako, unahitaji tu neno ambalo litatoka kwenye kinywa cha Mungu, na mahali pale ukavu ule uondoke. Jina la Bwana litukuzwe. Na ni ombi langu ya kwamba tuwe watu ambao wanalitumainia na tuwe watu ambao wanatarajia kusikia na kushaukia neno la Mungu. Tuwe watu ambao kila wakati, kila saa unahisi ya kwamba mimi ninahitaji kunenewa. Usiwe mtu ambaye atakaa tu pale ya kwamba mimi nitasikia neno la Mungu Jumapili. Hapana, shaukia kila siku, kila kunapokucha kulisikia neno la Mungu, maana kama jinsi ambavyo Yesu anasema ya kwamba mwanadamu hawezi akaishi kwa mkate peke yake, lakini neno lolote ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu, neno hilo lina nguvu ya kuweza kumfanya mtu huyo akaishi. Jina la Bwana litukuzwe. Si unaweza pata nafasi mwambie Mungu ya kwamba ninahitaji neno lako katika maisha yangu. Ninahitaji uyanenee maisha yangu. Ninahitaji neno lako linenee familia yangu. Ninahitaji neno lako linenee uchumi wa nchi yetu. Ninahitaji neno lako Bwana linenee hata taifa letu. Mambo ambayo yana ukavu ule uondoke. Ninahitaji neno lako Bwana juu ya familia yangu. Mahali ambako kumekuwa na giza, Bwana ninaomba kupitia neno lako kukapatikane nuru katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru mfalme mwema kwa sababu ya neno lako. Umetukumbusha ya kwamba kupitia neno lako mwanadamu anaweza akaishi. Na Bwana jioni ya leo na tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba ukayanenee maisha yetu.
katika jina la Yesu Kristo. Kama jinsi ambavyo ulinenea nchi ambayo ilikuwa na ukavu, kama jinsi ambavyo ulinenea nchi ambayo haikuwa na umbo, kama jinsi ambavyo ulinenea nchi ambayo ilikuwa imejawa na giza, na nchi hiyo ikaanza kuwa na umbo, nchi hiyo ikawa na nuru, nchi hiyo ikawa na umaridadi ambao uliota na vyote ambavyo uliviumba. Bwana, twashaukia jioni ya leo ya kwamba ukayanenea maisha yetu, na ili ukavu wowote ambao huenda unapatikana kwenye maisha yetu uondoke katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana unaponena neno moja kwenye maisha ya watu wako. Kupitia neno lako Bwana, maisha ya watu wako yakaimarike. Wanaohitaji Bwana ukuponywa magonjwa yao, ninaomba kupitia neno litakalotoka kwenye kinywa chako, magonjwa hayo yakatii na yakawaondokee katika jina la Yesu Kristo. Neno lako Bwana likanenea familia za watakatifu hawa wanapoondoka na kurudi makwao. Bwana, neno lako likazidi kuwanenea katika jina la Kristo Yesu. Bwana, tunaomba na kuamini na hata kushukuru. Bwana awabariki na Bwana awatende mema.